Bana. Leo tunakuja na hii kitu hapa, ni bonge la sizoni mtu wangu. Mzigo huu unajulikana kama Genie Make a Wish. Humu ndani kila tamaa ina gharama yake yani, na kila tamaa inakuletea hatari, ni mwendo wa kugalagazwa tu. Kabla hatujaendelea, ili tusikuache nyuma, hakikisha una subscribe channel yetu kujiunga na familia hii ya burudani na kupata update zetu mara tu tunapoziachia. Okay, let's go my people. Hadithi inaanza na mtu mmoja wa ajabu. Yeye ni kiini cha fumbo na nguvu za milele. Jina lake ni Iblis, na yeye si mtu wa kawaida. Kwa karne nyingi, Iblis alikuwa akilala katika ukaazi wa milango ya mwisho. Alizuiliwa ndani ya taa ya kimajiko kwa zaidi ya miaka 900 kufuatia mkasa wa zamani sana wa dhambi na kumbukumbu za huzuni. Wakati huo, dunia ilikuwa imejaa vita kati ya viumbe wa ajabu, malaika, majini na nguvu za viumbe vinavyoishi kwa moto ambao hauachi moshi. Mungu alimuumba mwanadamu na kuamuru viumbe vyote kumsujudia. Iblis hakukubali kulia mbele ya binadamu wakati aliumbwa, na jamaa bana akaamua kufanya uhasi kuliko kusaluti kwa binadamu, akiamini ni kiumbe fulani hivi dhaifu sana yani. Na ndipo malaika wakampiga chini ya cheo hadi chini kabisa. Kutokana na hivyo, aliuawa na kufungiwa ndani ya taa kama adhabu ya milele. Miaka karibu 100 mapema kutoka wakati huo huo, historia ilikuwa imefungwa kwa siri bila mtu yeyote kujua jinsi ilivyotokea. Lakini sasa, wakati wa kusimama tena umefika. Katika maisha ya kawaida, kuna msichana mmoja aliyejifunza kuishi kwa utaratibu mkali wa maisha bila hisia nyingi. Jina lake ni Ki Kayang, msichana ambaye kwa nje anaonekana anastawi kama mtu wa kawaida, lakini ndani yake kuna upweke na mgonjwa wa hisia. Alikulia chini ya uangalizi wa bibi yake ambaye alimfundisha kanuni kali za maisha, kuishi kwa nidhamu, kuto kujali hisia na kukabiliana na kila jambo kwa utaratibu. Ni safari ya ajabu sana wakati Kayang, bila kutarajia, anaenda kwenye safari ya jangwa kupumzika. Huko, akiwa katikati ya mchanga mweupe na upepo wa jangwa, anachungulia mchanga kwa hasira na kukasirika kuhusu maisha yake. Ndani ya uchovu huo, anakuta kitu kisichonao maana, taa ya zamani iliyofichika chini ya mchanga. Kwa ghafla, taa hiyo inamulika, na bila kutarajia, Iblis anatoka humo kama roho yenye nguvu, ikimwangua Kayang mara moja. Iblis anamfahamu Kayang mara moja, si kama mtu wa kawaida, bali kama muumbaji wa roho aliyemfanya awili wa zamani. Kabla ya miaka 100 iliyopita, Kayang alikuwa msichana aliyeonyesha upole kwa kutumia matakwa yake kwa manufaa ya wengine, na kwa kufanya hivyo, alimsababisha Iblis kufungwa ndani ya taa. Sasa, Iblis anakutana naye tena katika maisha yake ya sasa, na anajua kabisa kuwa hii si bahati tu. Kayang, kwa upole wake na utulivu wake, hana hisia nyingi. Haoni hisia za mtu kama wengine wanavyofanya. Anapendelea kutenda kwa utaratibu bila kuonyesha hisia nyingi, na mara nyingi akionekana kama mtulivu ambaye hajui kuhangaika na dunia ya hisia. Lakini Iblis, mwenye furaha yake ya zamani na uchungu wa zamani, anajaribu kumshawishi kufanya matakwa matatu. Huu si mchezo wa kawaida wa matakwa ya kimajiko, ni mchezo uliowekwa na Iblis mwenyewe, mchezo unaolenga kuwaonyesha wanadamu kama wanyama ambao hawana huruma na hivyo kujionyesha juu yao. Katika mazungumzo ya kwanza na Kayang, Iblis anafafanua sheria moja kuu: sitakuleta wanaoishi kwa ubariki wa moyo wako, wala sitachukua maisha yako kama tamaa yako ni safi, lakini nikupe matakwa matatu, na matakwa hayo yanatakikana kufanywa kwa kiburi na tamaa. Kayang anagonga kichwa chake kwa utulivu wake wa kawaida, akimwangalia Iblis kama mtu wa kustaajabisha, kwa sababu yeye hana hisia ya hofu kama wengine wanavyofanya. Iblis anaishi kwa sheria ya zamani, anaamini wanadamu ni dhaifu na wenye tamaa. Kwa miaka mingi, Iblis alijaribu kutenda kama mtawala wa motoni kwa kuwachunguza wanadamu kwa matakwa yao. Kila mtu aliyepewa fursa ya matakwa, mara nyingi alitumia matakwa yake kwa ajili ya faida yake mwenyewe. Lakini sasa mbele ya Kayang, Iblis anapata changamoto isiyotarajiwa. Hii si mtu wa kawaida, yeye hana tamaa ya kawaida na hana haja ya kutafuta utajiri au nguvu. Kayang anamkataa mara kwanza, anaweka wazi kuwa hataki matakwa ya kawaida.
hana hisia za kawaida na anajaribu kuishi kama mtu mwenye utulivu wa akili bila kuchanganyikiwa na hisia kali. Hii inatii mara kwanza kuwa anakuja akiwa na uwezo mkubwa wa kuonekana kama adui wa Iblis, lakini pia kama changamoto ya ajabu kwa sheria ya matakwa. Wakati Iblis anajaribu kumshawishi, Kayang anaendelea kutafuta maana ya maisha yake, akijaribu kuelewa maana ya upendo na wema ambaye bibi yake alimtia ndani ya moyo wake mara nyingi. Iblis anafurahi kuona maisha ya binadamu, lakini pia anasubiri kwa hamu ya athari ya matakwa yanayokuja. Na hivyo, hadithi ya ajabu, ya kimashiri, ya tamaduni na urithi wa matakwa ya milele inaanza, huku Kayang na Iblis wakianza safari yao ambayo itabadili maisha yao yote bila kurudi nyuma. Je, unadhani Kayang atakubali kufanya ombi lake la kwanza? Au ataendelea kupinga nguvu za Iblis? Kufikia hapa, sina la ziada. Tukutane katika sehemu ya pili ya mzigo huu hapa, unaojulikana kwa jina la Genie Make a Wish. Ebane, niandikie kwenye comment, kama ndo ingekuwa wewe umepata nafasi kama hii, ungeomba ombi gani?